Kiukweli wameshatokea mabeki wenye vipaji wa kulia Tanzania, lakini kwenye hiyo issue Kapombe anabaki kwa peke yake. Yaani ni dunia yake yeye mwenyewe. Kwa sababu hapa katikati unakumbuka alipataga injury ambayo tena zilikuja mfululizo. Yaani kuna wakati alikuwa akianguka chini, unamwona ni mtu ambaye yuko very down, kwamba huyu akienda hospital harudi na kurudi mapema inakuwa ni ngumu. Lakini Kapombe ni fighter. Yaani kabla ya kupiganiwa na klabu na madaktari, yeye mwenyewe ndani ya akili yake, yani mentality yake ni fighter, yani hakubali kushindwa. Hata kama kuna kikwazo cha injury kinachotokea, anaamini ya kwamba anaweza kurejea mapema uwanjani na kuonesha ubora wake. Kwa hiyo fighting spirit aliyokuwa nayo ndani yake mwenyewe ndio imemfanya Kapombe kuendelea kubaki kwenye level za juu, na hadi CAF anaweza kumjumuisha kwenye orodha kuania tuzo ya mchezaji bora wa mashindano ya CAF. Manake wameishuhudia nguvu ya Shomari Kapombe ambaye amepambana miaka zaidi ya 5-6 iliyopita kuendelea kubaki kwenye kiwango chake, lakini pia kutunza afya yake mwenyewe. Kwa hiyo ni mfano wa kuigwa uwanjani, na CAF anamheshimisha pia kumweka katika hiyo orodha. Na katika msimu uliopita alikuwa ni influential, ama kwa lugha nyepesi ya nyumbani nasema kati ya wachezaji ambao walikuwa na ushawishi wa matokeo bora ya Simba katika mashindano ya Afrika. Tena unaizungumzia Simba ambayo ilikuwa inaweza kupata matokeo mazuri ugenini, kitu ambacho kwa timu za Tanzania ilikuwa ni nadra kuona timu ya Tanzania inapata matokeo mazuri ugenini dhidi ya vikosi kutoka Afrika ya Kaskazini. Ilikuwa ni changamoto kubwa, lakini Kapombe kushirikiana na wenzake ikawa ni rahisi kwa Simba kuandikisha ushindi ama hata sare katika hatua za makundi, na hatimaye kupeleka timu mpaka hatua ya final. Na katika kikosi cha Simba alikuwepo ni yeye, Fabrice Luamba Ngoma, Dennis Kibu Prosper, Eli Mpanzu Kibisawala, ambao hao kwa uchache ndo walikuwa wana, na Jean Charles Ahoua walikuwa wana nguvu kubwa sana ndani ya kikosi cha Simba kuhakikisha Simba inaweka record, na ilibaki almanusura kidogo sana waweze kutikisa bara la Afrika, kwa sababu angechukua ile kombe la CAF Confederation Cup ilikuwa ni habari kubwa, sababu ni miaka ambayo haizidi hata 5 ambayo Simba ametikisa soka la Afrika mfululizo, kuingia hatua za mtoano, kusumbua vigogo katika hatua za makundi, kupata ushindi dhidi ya bingwa wa kihistoria wa michuano ya Afrika Al Ahly katika uwanja nyumbani. Ni kitu ambacho kiliwafanya watu sasa ndani ya Afrika waamini kwamba Tanzania kuna timu ambazo zinafanya kweli, hazifanyi maigizo katika haya mashindano. Dimbani.